Kama unajua unajenga ili ujikwamue na tatizo la ukosefu wa makazi, basi hizi nyumba sio kwa ajili yako. Ndiyo, nimekuwa nikizungumza maneno haya, pengine wengi wamekuwa hawayasikilizi au wanayapuuzia au hawajapata nafasi ya kutazama video zangu, lakini kama wamepata nafasi ya kutazama video hii kwa sasa, nakwambia kwamba ramani hizi ni nzuri sana, zina mvuto, lakini sio kwa wale ambao hawana kipato kikubwa. Kujenga nyumba hii ukiwa na kipato kidogo ni sawa na kununua gari aina ya Range Rover kwa milioni 2. Hii itakuja kukugharimu baadaye sana. Na niwaambie tu kwamba majengo kama hapa ni mazuri na ni majengo ambayo yanahitaji maboresho ya mara kwa mara. Ndio maana huwa ninawaambia ya kwamba kama unataka kujenga nyumba ambayo utatakiwa kuishi, usitumie gharama kubwa sana, basi achana na hizi hazikufai. Na hii ni jengo zuri na jumla vyumba viwili vya kulala. Vyumba viwili ni self, vyumba viwili vyote ni self, lakini pia kuko na choo cha public, kuna sebule, jiko pamoja na store. Na nyumba ni nzuri sana, of course. Unaweza kufanya kupangisha, ukijenga wewe mwenyewe kwa ajili ya makazi yako, lakini kama unajua kabisa mimi ninadunduliza katika ujenzi wangu, basi hizi haziwafai. Nina maana ya kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata ramani na ninawauzia ramani kwa kadri niwezavyo, lakini sihitaji sana kumfanya mtu aweze kuingia kwenye shida ya kujenga nyumba ambayo baadaye itakuja kumletea matatizo, kumletea pressure, kumfanya baadaye je mpe mawazo na nini. Hivyo ndio vitu ambavyo huwa sitaki. Na mara nyingi sana napenda kuelimisha watu wajue ujenzi ni nini na nini ambacho wao watakuwa wanakitaka, wanatamani ukifanya. Haya majengo watu wamekuwa wakifikiria kwamba ni majengo ya gharama nafuu kwenye ujenzi wake. Hii liko wazi kabisa, lakini unapotumia gharama ndogo kwenye ujenzi wa hili jengo, kumbuka utatumia gharama nyingi zaidi ya kufanya maboresho mara kwa mara katika hili jengo, hasa katika kuta zile ambazo zinakutana na maji mara kwa mara upande wa juu wa jengo. Lakini pia kuta za nje ambazo nazo pia zitakuwa zinakutana na maji mara kwa mara. Mara nyingi huwa zinaleta matokeo ya kuonyesha michirizi katika kuta zake. Kwa hiyo kama ufanya maboresho mara kwa mara, ni rahisi sana jengo lako kuonekana boma au kuonekana jengo la zamani, na wewe lazima jengo hilo uhame kwa sababu litakuvujia muda wote ule pale. Hapa utatumia jumla ya tofali za blocks 2000 katika usawa wa boma peke yake, lakini pia bati za futi 10 ni 30, na hili jengo linatoa jumla ambayo za kenchi 80 kulikamilisha hili jengo. Na hii ndio contemporary. Nafikiri kwenye picha utakuja kuelewa ni nini maana ya contemporary. Contemporary inatofautiana sana na hidden roof, kwa sababu hidden roof ni jengo ambalo litakuonyesha bati katika upande mmoja, lakini pande zingine zote bati litakuwa limefichwa. Ndio naposema bati limefichwa, na maana kwamba hidden roof ni yale majengo ambayo yanakuwa ya namna hii hapa, lakini ukiangalia upande mmoja bati linaonekana, either ni upande wa nyuma, unakuta maji yanamwagika moja kwa moja upande wa nyuma. Lakini contemporary inakuwa haina sehemu yoyote ile pale ambapo utaweza kutazama bati, lakini bati linakuepo lipo juu. Kwa hiyo katika contemporary inakuwa imetengenezwa mifereji maalum kwa ajili ya kupitisha maji. Kwa hiyo kama unajua gharama za ujenzi, nafikiri utakuwa unajua namna gani ambavyo unaweza kukamilisha hivi vitu. Maji yana uwezo wa kuvunja daraja ambalo limejengwa kwa zege ya kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo wewe ambao unatamani kuchakachua ujenzi upate gharama ndogo katika ujenzi wa majengo haya, ujue kabisa hicho unachokitengeneza wewe kitakuja kukubonkia mwenyewe, kwa sababu hayo maji yanatakiwa kuheshimika sana katika ujenzi. Yaani unatakiwa kutengeneza kitu ambacho ni imara zaidi, kuhakikisha kwamba unaishi katika nyumba ambayo ni salama, na wale wote ambao watakuwa ndani humo basi wawe salama kwa kadri vile ambavyo ulivyokuwa unahitaji. Mpangilio na muonekano wa jengo hili hapa ndio kama ambavyo kuona hapa. Napenda kukushauri tena na tena na tena, kama unajua utataka kutumia gharama ndogo kwenye ujenzi, ni vyema ukatumia ujenzi wa kawaida, kwa maana bati za kawaida zile. Ukishatumia bati za kawaida hizi zitakuchukua gharama kubwa sana wakati wa ujenzi, kwa maana idadi ya bati zitakuwa ni nyingi, mbao zitakuwa nyingi, lakini hautakaa ufanye maboresho mara kwa mara mpaka pale utakapoona sasa ipo haja wewe kufanya hivyo, kubadilisha fashion na vitu kama hivyo, lakini sio katika kupungua kwa ubora wa jengo, tofauti na majengo haya ya hidden roof. Nimezungumza sana, lakini hili ndilo ambalo natakiwa kulifanya, kuhakikisha kwamba kila mmoja anatambua na anaelewa ni nini maana ya haya majengo. Sasa ukija kuangalia tofauti ya majengo ni kwamba kimonekano inawezekana zikafanana, hizi zikawa ni nzuri, lakini hata za paa la kuonekana zikawa nzuri zaidi, kwa sababu hizi zote zinategemeana na design na namna gani ambavyo ramani imeandaliwa. Ila ukija katika muonekano wa kisasa zaidi ambapo watu wamekuja wanauona ni mzuri, ni kwa sababu haya majengo hayakuwepo mengi sana wakati huo. Mengi yalijengwa na Waarabu katika maeneo tofauti tofauti, lakini hayakuwa majengo ambayo tuliyazoea kuyatazama mara kwa mara, na ndio maana wengi wakiyaona wanaona kama majengo ya kisasa, lakini ni nyumba ambazo zinakuwa ni za kawaida. Unaweza ukajenga nyumba yako ikawa na bati lako la kawaida, lakini bado ikapendeza mno na ikavutia pengine kuliko hata nyumba hizi hapa. Ila kama unajua una uwezo wa kufanya maintenance mara kwa mara, unataka utengeneze nyumba biashara vile ambavyo unatakiwa kuifanya wewe ipendeze na
nyumba hiyo ni ya fashion, watu waweze kuona kitu cha tofauti, basi hizi ni nyumba za kujenga, kwa sababu ni nyumba ambazo zinamvutia yoyote yule pale ambaye atakaye anatazama. Kama unataka kufanya apartment, unataka kujenga apartment, kutengeneza nyumba kwa ajili ya kupangisha, unataka kujenga nyumba kwa ajili ya guest house, zote hizi zinafaa sana. Of course katika muonekano huu unamfanya mtu yote kuweza kuvutiwa na nyumba hiyo na wewe kuweza kupiga faida zaidi. Lakini kama unataka kutengeneza nyumba ya makazi, sikushauri sana, kwa sababu itakuletea matatizo na pengine inaweza ikakupa mawazo zaidi pale ambapo utakapokutana na changamoto ya kuvuja, ikakupa hasara, kukuloanishia vitu ambavyo pengine vinaweza vikakupa gharimu pesa nyingi sana kuja kuvifanyia recover, kuja kuwa navyo tena. Sawa, nikumbusha tu kwamba ramani kama hizi na zingine nyingi zote zinapatikana katika kurasa zetu za Makazi Mpanda. Hakikisha umeenda huko na umesubscribe. Katika video zetu zote tunaendelea kukuelezea mengi zaidi. Najua utajifunza mengi zaidi, na pia katika video inayofuata niko na mengi ambayo natakiwa niyazungumze kuhakikisha kwamba unaelewa na unajua ni nini ambacho unatakiwa kwenda kukifanya. Karibu kutufollow mitandao ya kijamii, lakini pia hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.